Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati mkiwa mbali na karibu, tunawasalimia. Salamu zetu ziwafikie kabisa wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika, na tunawatakia tena siku njema ya leo dimanche le 7 Desembre 2025, na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu. Tumewaletea habari mbichi kutoka kwenye uwanja wa vita. Tutawaambia kinachoendelea muda huu huko Luvungi, vikosi vya waasi wa AFC M23 nao walijiondoa ndani. Tutawaambia kabisa muda huu hapo Luvungi hali ni vipi. Upande mwingine tutawapeleka ndani ya Ituri. FARDC ilipigana na CRP sana jana. Walipigana kabisa. Kuna wanajeshi wengi wa CRP wenye walipigwa pale, silaha zilikuwa rekipere. Tutawapeleka huko tuwaambie ni vipi, na pia MONUSCO ilisaidia FARDC katika kurenforcer maeneo yale kwenye walipigana na CRP. Unayoifuata ni Kwetu TV, channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika na za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawaomba kuendelea kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa napata habari zetu kwa wakati. Muendelee kucomment na kulike, muzisambazi habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Mujiunge na sheni yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Mujiunge nasi kupitia linki ambayo iko hapo chini ya titre, au mtuandikie kwenye namba hiyo. Na bila kukawia tuwapeleke moja kwa moja ndani ya Sud Kivu mu plaine de la Ruzizi mungini wa Luvungi, ambapo vyanzo vyetu muda huu vinatuambia ya kwamba waasi wa AFC M23 nao walishaondoka ndani ya mji wa Luvungi baada ya kukalia kwa masaa machache depuis jioni ya jana. Waasi wa AFC M23 asubuhi ya leo nao walijiondoa ndani ya mji wa Luvungi. Tuko 10h, tuko saa 4 kabisa. Vyanzo vyetu pale Luvungi vinatuambia ya kwamba waasi wa AFC M23 nao hawako present ndani ya Luvungi, waliondoka pale. Ni baada ya kuikalia Luvungi kwa masaa machache depuis jioni ya jana ma 18h, ndipo AFC M23 walifika Luvungi wakati walikuwa wanapigana na vikosi vya FARDC. Wakati FARDC waliondoka pale wakaelekea Luberizi, waasi wa AFC M23 waliingia pale, na vyanzo vyetu muda huu vinasema ya kwamba waasi wa AFC M23 wako tena prezamu Luvungi, walishaondoka pale. Walikoelekea njo kwenye wajui kabisa. Wanasema ya kwamba kuanzia saa 3 waasi wa AFC M23 walitoka kabisa ndani ya Luvungi, hawajui walielekea wapi. Wakaji wanaoishi pour le moment Luvungi ni wachache na wako na uoga sana kutokana na hali ambayo ilikuwa pale ya vita depuis jana. Leo sasa wakati walisikia hakuna vita depuis asubuhi, waliondoka ufichoni pale kwenye walikuwa na jificha, wakatembea pale mumungini, wakaona ke hakuna ni AFC M23 pale, walishaondoka. Na muda huu hakuna na wazalendo ambao walishafika pale. Luvungi iko kwa sasa kalme. Hakuna ni waasi wa AFC M23 walishaondoka pale, ni wazalendo nao hawako pale pamoja na jeshi la Burundi na FARDC. Wote walikuwa wamejireplie vers Luberizi pale. Nilikuwa nimewaambia hayo asubuhi ya leo ginsi FARDC ilikuwa imefanya repli strategique. Pour le moment Luvungi iko ndani wakaji wachache wenye walibaki hapo wakati mapigano yalikuwa yakiendelea. Waasi wa AFC M23 walishajiretire. Tutaendelea kufuata kabisa kwa karibu habari kutoka pale Luvungi. Kama vikosi vya wazalendo na jeshi la Burundi vitarejea hapo kukamata Luvungi, tutawaambia. Kama waasi wa AFC M23 ndio ambao tena watarejea pale, nayo tutawaambia kama kawaida. Vyanzo vyetu pale vinasema ya kwamba hawajui kwenye waasi wa AFC M23 walielekea. Wanasema ya kwamba wanaweza kuwa walirudia nyuma maeneo ya Katogota, au kuwa walipanda tena ndani ya milima maeneo ya Kaziba, mwile plaine ya Ruzizi mukaziba. Wako na confirme paske nao hawajue ni wapi walipoelekea.
wanangojea waone ya kwamba AFC M23 haitarejea pale kama wazalendo wataingia au kama itakuwa aje. Watatujulisha na sie tuambie kumedia kama kawaida. Ile ndiyo kazi yetu, kuambia kinachoendelea. Pour le moment ile ndiyo hali ndani ya Luvungi. Hakuna ni wazalendo, hakuna ni AFC M23 waisha jiondoa ndani baada ya kuikamata kwa masaa machache depuis 18h za jana. Habari zetu zinaendelea wakati mapigano yanaendelea kukamata hatua nyingine huko Sud Kivu depuis le premier. Yule Efreme Kabasha, huyu ni administrateur mu territoire ya Nyiragongo. Huyu alitiwaka na AFC M23 kupitia akaunti yake kwenye mitandao tofauti. Alitangaza ya kwamba jeshi la Burundi linaloendelea kuunga mkono FARDC na wazalendo kuwapiganisha wakati AFC M23 itakamata Uvira na kuwafukuza wanajeshi wa Burundi pale mu Sud Kivu na maeneo ya Burundi ambayo watayakamata, watayaannexe ku Kivu zote mbili ambazo watakuwa na wako nazo. Ile ni kutangaza kwa wazi ya kwamba wakati wanaweza kufika Uvira wataendelea kuwatakia arme ya Burundi huko ndani ya nchi ya Burundi. Alisema kwamba wakati watakamata Uvira na wakamate maeneo ya Burundi wataannexe Burundi kabisa ku republike yao. Unasikia kwamba wakati wa kufika Uvira wataendelea kupiganisha vikosi vya Burundi mpaka kuvuka ndani ya nchi ya Burundi. Alitangaza hayo leo asubuhi kupitia mitandao yake, account yake kwenye mitandao yake tofauti. Habari zetu zinaendelea ndani ya Ituri. Ndani ya Ituri kuna mapigano makali ambayo yaliwakutanisha wanajeshi wa FARDC pamoja na wanamgambo wa CRP, kundi linaloongozwa na Thomas Lubanga, ambapo wanamgambo 7 wa CRP waliuawa katika mapigano hayo. Wanamgambo 7 wa CRP, kundi linaloongozwa na Thomas Lubanga, waliuawa usiku wa kuamkia Ijumaa hadi Jumamosi siku ya jana wakati wa mapigano na wanajeshi wa Kongo katika eneo la Jugu ndani ya Ituri kama nilivyowaambia. Tukio hilo lilitokea karibu na Akri, sio mbali na Bule, ni ndani ya Jugu. Kulingana na vyanzo vya ndani, wanamgambo wengine wengi walijeruhiwa na silaha kadhaa zikapatikana. Kuwepo kwa nguvu kwa FARDC kumeonekana tangu Alhamisi karibu na kituo cha biashara cha Bule kilichoko takribani kilomita 100 kaskazini mwa Bunia, ni katika eneo la Jugu. Askari hao walikuwa wakitafuta watu wenye silaha ambao wameripotiwa kujipenyeza katika eneo hilo. Baadhi yao walikamatwa siku ya Ijumaa. Msemaji wa FARDC huko Ituri alieleza kuwa tukio hilo lilianza kwa shambulio la wanamgambo hao dhidi ya vikosi vya jeshi ambao walijibu kwa nguvu. Kundi jingine lilifurushwa nje ya ngome yake huko Zelekpa karibu na Berunda, ambapo mwanamgambo pia mmoja aliuawa na silaha yake kupatikana na kukamatwa na jeshi la FARDC. Kwa sasa FARDC, vikosi vya jeshi la Kongo vinadai kudhibiti eneo hilo na vinatoa wito kwa idadi ya watu kutoa ushirikiano ili kuzima kabisa tishio linaloletwa na wanamgambo hao ambao bado wanafanya kazi huko Ituri. Jeshi linasisitiza dhamira yake ya kuendelea na operation hadi kuangamiza kabisa kwa kundi hili lenye silaha, yani mpaka kuangamiza wanamgambo hao wa CRP wote ambao ni chuki dhidi ya mchakato wa amani katika jimbo hilo. Hapo ni usiku wa juzi ambapo walipigana usiku wa kuamkia jana, na leo kabisa MONUSCO na FARDC waliimarisha mwitikio wao kwa mashambulizi dhidi ya CRP huko Jugu. Tangu jana walinda amani wa MONUSCO wamekuwa wakisaidia vikosi vya wanajeshi wa FARDC dhidi ya mashambulizi ya wanamgambo wa mkataba wa mapinduzi ya kidemokrasia wale CRP, ni katika maeneo hayo ya Bule, Ka na Lodha ni ndani ya Jugu.
Vyanzo vya habari vya ndani vinaripoti kwamba wakati wa jana samedi walifyatua risasi siku nzima dhidi ya wanamgambo hao ili kuwalinda raia na kuzima mashambulio angalau matano huko Bayo na karibu na eneo la makazi la Loda bila majeruhi yoyote katika safu zao. Wanajeshi wawili wa FARDC walijeruhiwa katika mapigano hayo, walipata matibabu ya awali katika kituo cha Bayo kabla ya kuhamishwa kwa helikopta hadi Bunia kwa msaada wa vifaa kutoka MONUSCO. Doria ya pamoja FARDC na MONUSCO pia ilizuia harakati za kutiliwa shaka za wanamgambo wa CRP karibu na Bule mwisho wa siku. Wakikabiliwa na ukosefu wa usalama unaoendelea, wafanyakazi 29 wa misaada kutoka mashirika mawili ya Umoja wa Mataifa walitafuta hifadhi katika kituo cha Bayo kwa ajili ya ulinzi wao. Walinda amani wa Umoja wa Mataifa wameimarisha doria kuzunguka vijiji na maeneo ya watu waliokimbia makazi yao huko Sapali na Tukpa kwa kutumia risasi za onyo kuzuia mashambulizi. Operation hizi zinalenga kudhibiti CRP ambayo mara kwa mara huvizia nafasi za FARDC na hivyo kuwalinda raia waliopatikana katika mapigano hayo. Utulivu dhaifu sasa unatawala katika eneo hilo baada ya mapigano ambayo yalisababisha vifo vya takribani watu 7 katika safu ya wanamgambo wa CRP na kadhaa kujeruhiwa. Na muda huu huko ndani ya Ituri kunaendelea na operation za FARDC. Siku ya leo FARDC ilifanya operasyon ya bouclage depuis asubuhi kabisa ndani ya kaya wa deplace ya Kingonze, pale ni ndani ya Bunia. Depuis asubuhi vikosi vya jeshi la FARDC na polisi walizunguka kabisa ile kaya wa deplace ya Kingonze. Wako nasema ya kwamba ndani ya wa deplace kuko wa elema wa CRP, wale wanajeshi wanaoongozwa na Thomas Lubanga kabisa wanaweza kuwa na wanakaa ndani ya kaa hiyo nao wakijifanya wakimbizi. Operation hiyo inaendelea mpaka kwa sasa. FARDC na jeshi la polisi wako na fanya operation mule za kuwakamata wale wanamgambo wote wa CRP ambao wanajificha ndani ya kambi hiyo. Ni operation za kijeshi zinazoendelea kupiganisha kabisa usalama kidogo ndani ya Ituri ambao unaendelea kuonekana mwa maeneo tofauti kutokana na makundi mbalimbali yenye silaha yanayofanyia kazi huko. Asante, hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea, na waomba kuendelea kusubscribe kama kawaida. Asante sana.